Habari tena kwa ujumla, nyinyi nyote tunawasalimia. Habari, munashinda je? Munashinda ae kule kwe muko mahali popote duniani, DRC, Afrika yote muko ae. Sasa DRC, Mozambique, Burkina Faso, Mali, Nigeria, South Africa, Malawi, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania na mahali popote kwemuko tunawatakia mema. Nyinyi nyote tunawasalimia sana sana. Kwa ujumla tunawasalimia sana, tunawapatia karibu kwenye Hope Info. Kama umefika ni mara kwanza, bonyesha subscribe, kisha habari zetu kunazipata muwa kwanza na wewe. Usisahau kupita bila kucomment, bila kulike, bila share kwenye hii channel yetu na yenu. Siku zinaendelea, hii mwaka naona inaendelea bie. Kama kingali mzima na wewe, shukuru Mungu. Bila niliangalia kama ya Mungu nasaidia, bila beba likosa, beba kwa bakosa. Ni Mungu tu, na tuamini kama kesho yake vitu vitaenda bie, na sisi tutashukuru kwa mafaida na kwa mafanikio yetu. Panga business zako, ni Mungu atazidi kukupatia baraka kwenye makazi zako. Maagizo ya serikali kuruhusu malipo ya mishahara ya walimu nchi DRC. Alisema mkutano kuruhusu hali ya mishahara ya walimu wa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulikuwa tarehe 3 za mwezi ya kwanza 2026, akiongozwa na naibu waziri mkuu wa utumishi wa amri January Pierre Lihamu muji Kinshasa. Naibu waziri mkuu aliyesimamia utumishi wa amri alitoa maagizo dhabitu Jumamosi Januari 6, akiendelea na malipo ya walimu haraka aliwezekavyo. Jean Pierre Lihabu alijibu hivi wakati mkutano wa mwenzake kutoka Wizara ya Elimu ya Kitaifa. Wanaharakati wa vyama vya wanafanyakazi wanaendeleaje wa mishahara. Mwishoni mwa mkutano huu aliondoka kwa zaidi ya saa 3. Watendaji wa serikali na wasio na serikali walikubaliana kwamba wanaendeleaji wa mishahara watimize majibu ao kwa kupiga si tu malipo zo kumishahara, bali pia bonasi za walimu waliomu kwamba suala dai safiri na adi za benki litatumiliwa katika uendeleaji wa mishahara na serikali katika mkutano maalum aliyopangwa kufanyika siku jijao. Afisa aliyeidhinishwa na serikali anathibitisha kwamba bajeti nzima ya mishahara kwa balo ya mwisho ya 2026 imetolewa na nia serikali ya kuwahamisha baadhi ya wanafanyakazi wa serikali na watumishi wa amri ili kuhisisha chochokati wa mishahara.
Kwa upande wake rais wa msemaji muungano wa Siliki aliemu na kitaifa wakikaribisha nia ya serikali ya utafuta suluhisho zinayozofaa kwa kuzito hii. Hata hivyo aliwahimiza walimu kurudi shehemu wasubiri mazungumzo zaidi. Yanaelejea miaka 18 wahamala wanaoshirikiano na laini benki ya Afrendri DPK ambazo zimepitia capital timiza jaribu wao katika miaka ya hivi karibuni. Tutakwambia kama wanafunzi kutoka Unikiki, Pointi, Arsiki na Onipiki wakipokea unga wa mahindi kutoka kwa jeshi la kitaifa. Tutarudi tuko na kuambia huku kusonga walimu wanadai mishahara isiyolipwa na miezi mitatu. Twende sasa na hawa wanafunzi walipokea unga ya mahindi hapa. Habari zinaendelea. Jeshi la kujenga taifa itatambaza kifuko 2,001 ya unga ya mahindi kwa wanafunzi wa Unikieni ICP na Unipisi siku ya Jumamosi Januari 3, 2026. Kamanda wa jeshi la kulenga taifa kutenga Jenerali Jean-Pierre Lee Kasonga alikaribisha mifuko 21,000 ya semarini ya mahindi kwa taasisi 6 elimu ya juu ya hivyo vikuu vijaji vya Kinshasa siku ya Jumamosi Januari 3. Rais Jamhuri Shemimia Felix Antoine Tshisekedi Atiti Chilombo alitaka kumaliza mwaka kwa ushirikiano na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kinshasa Unikieni, chuo kikuu cha kitaifa cha ufundishaji Unipieni, troseti ya juu ya ufidaji IPCD ya Gombe na takatisa ya juu ya mbinu zinazotumika. Kwa hivyo zimetumigizwa kusambaza mifuko 21,000 wanafunzi wa taasisi zenu kusika kwa rais wa jamhuri ana majini kuboresha hali ya masomo ya wanafunzi na wakunguzi katika nchi zetu, alisema Lutiti Jenerali Jean-Pierre Kagongo, kamanda wa jeshi la kitaifa. Endelea kubonyesha subscribe kama ni mara kwanza umefika kwenye mtandao yetu ya Hope Info. Ninawasalimia nyinyi nyote kwa ujumla, ninawaambia bonyesha subscribe kama ni mara kwanza umefika kwa